Na mpendwa mtazamaji wa Mama Media, karibu sana katika kipindi chetu cha majibu ya Biblia kwa maswali yako. Leo ni siku nyingine ambayo tumepokea swali, kwa sababu katika masomo ambayo tuliyarusha huko mbele, mwalimu alituambia kwamba wafu hawawezi kuongea na walio hai, wala hawawezi kuonekana tena kwa walio hai, kwa sababu wafu hawajui neno lolote. Lakini sasa tunakuwa na andiko katika kitabu cha Luka, sura ni ya 16. Lakini mbele tufikie hapo, nimkaribishe kwanza mwalimu. Karibu sana mwalimu. Nashukuru sana kwa ukaribishaji. Ndio. Asante. Swali linakuja katika kitabu cha Luka, sura ni ya 16, mstari wa 19. Neno la Bwana linasema, akasema, na haya ni maneno ya Yesu: palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake yule tajiri, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata umbwa wa ule tajiri wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Sasa mwalimu, umetuambia wafu hawawezi kuongea na walio hai. Unatuambia wafu wakikufa wanaenda kaburini. Sasa tuelezee hii andiko Yesu alisema inamaanisha nini? Tunamwona tajiri katika kuzimu, anaangalia juu, hatujue kule juu ni wapi. Anaongea na maskini Lazaro ambaye tayari iko kwenye kifua cha Ibrahimu. Tupatie majibu ya Biblia. Asante. Nipende nimshukuru msikilizaji ambaye aliuliza swali hili. Ndio. Sababu ni mwanafunzi mzuri. Ndio. Na hapa kitu ambacho ningependa tukielewe kwanza ni kwamba Yesu alikuwa anafundisha kwa mifano. Ndio. Na huu ni mojawapo wa mifano ambayo Yesu alitoa katika mafundisho yake. Ndio. Na sitaenda mbali sana, lakini tutaenda tunaangalia kwa karibu, tunafanya analysis ya hiki ambacho Yesu alikizungumza. Ndio. Anaanza anasema hivi: palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani, na kula siku zote kwa anasa. Ndio. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Kwanza hapa kuna watu wawili. Ndio. Tajiri asiye na jina, maskini analo jina. Ndio. Tajiri aliishi kwa anasa. Ndio. Lazaro anaishi kwa taabu. Kitu cha muhimu ambacho Yesu alipenda kwanza afundishe kwa mambo haya mawili ni kwamba utajiri wa hapa duniani haukuhakikishie kwenda mbinguni. Ndio. Sababu watu wengi wamekuwa nasema duniani kama mbinguni. Ukiteseka hapa na mbinguni utateseka. Sasa Yesu alipenda avunje kwanza ile wazo mbele ya wakati katika mfano wake huu. Anaonesha tajiri hana hata jina, lakini Lazaro amekuwa na jina, na yeye ameteseka duniani, na mbinguni inaonekana yeye anafurahi. Sasa ni kwamba umaskini wa hapa, kama wewe ni maskini ndugu yangu, usifikiri kwamba hutafika mbinguni sababu ya umaskini. Na kama wewe ni tajiri, usitegemee utajiri wako kwamba ndio utakuokoa. Hilo ndilo somo kubwa ambalo Yesu amependa aingilie pale.
Inaendelea tu. Sasa hapa naruka kwenye mstari ule wa 22. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Ndio. Sasa hapa kuna watu wawili. Mmoja anakufa, Lazaro na malaika anaenda mbinguni. Anachukuliwa na malaika. Hazikwe. Ndio. Sasa ni nani ambaye mmewahi kumwona akafa hapa duniani akachukuliwa na malaika akaenda mbinguni? Umeshamsikia huyo? Inawezekana ndugu mtazamaji hajawahi kumsikia mtu ambaye amekufa, lakini badala ya watu wa familia kumzika, wanaona malaika anakuja anamchukua. Sijui kama ndugu amekwisha kumsikia, anaweza kutuandikia mkomantere tupate kumsoma. Mimi ninamjua mmoja tu. Ndio. Ambaye anaitwa Musa. Na huyu peke yake ndiye ameandikwa. Huyu Musa alikufa na sasa akachukuliwa mbinguni baadaye. Ndio. Wa pili ni Yesu. Yeye alifanya siku 3. Ndio. Lakini huyu Musa tofauti na huyu ambaye tunazungumzia, yeye alikufa na hakuna mtu anajua kaburi lake liko wapi. Anasema ni Mungu ndiye alishughulika na mambo yake. Sasa hapa Lazaro anakufa, yeye hazikwe, anachukuliwa. Ndio. Sasa hapa watu wengi wamejenga, wanasema mtu kama ni mtakatifu anapokufa anachukuliwa na malaika anaenda mbinguni na huku amezikwa. Haone kama hakijaingia bado. Wanamzika. Sasa wanasema ameenda. Halijasema hivi. Ndio. Lakini tuendelee. Nitaenda vile polepole ili kwamba tuelewe mfano wa Yesu vizuri na tusiwe tena na siku ambayo tunaweza jiuliza maswali. Dio. Ikawa yule mtu maskini alipokufa akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Dio. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Kitu cha pili hicho. Maskini anazikwa, anachukuliwa na malaika, wanaenda mtia katika kifua cha nani? Cha Ibrahimu. Mbona Biblia inasema Ibrahimu alizikiwa? Ibrahimu alizikiwa. Ndio. Kwa sababu alikuwa amenunua shamba la kuzikia watu wake. Naye kazikwa hapo. Na kazika bibi yake Sarai. Ndio. Na akazikwa katika shamba hilo. Naye alizikwa pale. Sasa huyu maskini Lazaro anamkutana Ibrahimu katika kaburi pengine. Ndio maana nilitangulia kusema ni mfano. Ndio. Na tupime uchukulia kwanza mfano huu, tuseme inakuwa realite. Ndio. Watakatifu wote wanakufa, wanaenda kaa kifua cha Ibrahimu. Ndio. Huyu Ibrahimu ana kifua cha pata gani? Cha kuwapokea watakatifu. Sababu Biblia inasema wale ambao wataingia mbinguni ni wengi, hata huwezi kuwahesabu. Ni kama mchanga wa bahari. Ndio, sasa wamekufa wanaingia kule katika kifua. Huyu Ibrahimu kifua chake ni chapata gani? Ninapenda ninapomuuliza mwenyekiti hapa, nawe ninakuuliza maswali haya ili kwamba tufikiri zaidi. Ndio. Tusikamatie mfano huu kama Yesu alikuwa anazungumzia realite ya vitu. Alikuwa anazungumzia mfano ili atoe mafundisho ya maana sana ndani. Ninaendelea na jambo lingine. Ndio. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Ndio. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au urudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Hapa napo kunakuwa kitu cha maana sana. Wale wote ambao wanasema mtu anapokufa anaenda mbinguni ama anaenda motoni, wanasema ni roho yake ndio inaendaka. Ndio. Sasa swali, roho inakuwa na ulimi? Nikisema huyu tajiri alikuwa bado iko na ulimi. Sasa naomba akunywe maji, sababu roho haiwezi kunywa maji. Unaona? Kwa hiyo Yesu hakukuwa anafundisha wazi kwamba mtu anapokufa anaenda motoni papo hapo. Hapana. Ndio. Ama mtu anapokufa anaenda mbinguni. Hapana. Yesu hakusema hivyo. Naendelea kusoma. Ibrahimu akamsema, mwanangu, kumbuka ya kwamba
wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Somo ni moja tu, ndio tutende mema tunapokuwa hai. Basi mema ambayo tunaweza yatenda leo, sababu Biblia inasema matendo yetu inatufuata katika siku ile ya ufufuo, siku ya kiyama, siku ya kiyama. Acha nimalizie hapa. Na zaidi ya hayo, ndio kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Hapa nako wanataka tuonesha kama katika kiyama ama katika kifo huwezi tengeneza tena mambo. Leo ndo wakati wa kutengeneza. Ndio maana anasema kuna shimo kubwa limetenga watu wa ngambo hii na wa ngambo hii. Wale ambao watafufuliwa kwa ufufuo wa uzima hawawezi ingia tena katika ufufuo wa mauti, na wale ambao wamefufuliwa kwa ufufuo wa mauti hawawezi ingia tena katika ufufuo wa uzima. Hakuna yule ambaye anaweza kusaidia mwenzake, haiwezekani. Kile ni somo ambalo Yesu analitoa. Sikia mstari wa 27. Ndio. Akasema, basi Baba, na kuomba mtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ndio. Tulisoma andiko katika kitabu cha Mhubiri sura ya 5 kwamba wafu hawajui lolote. Hapa sasa huyu tajiri inaonekana anaanza sema sasa, hapa mahali ninakuwa, utume Lazaro basi nyumbani kwangu, ili kwamba aende akafundishe kule. Ndio. Sikia jibu ambalo linakuwa hapa. Akasema la. Mstari ni wa 29. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishiwa, hata mtu akifufuka katika wafu. Sikia sasa. Na hapa ndipo mambo inakolea. Tajiri anaomba, anasema tumana huyu Lazaro ndio aende ahubiri. Ibrahimu anamwambia haiwezekani, sababu walio wafu hawawezi zungumza na walio hai. Na zaidi ya ile anakazia, anasema wanao Musa na manabii, wasipowasikiliza hao hata muujiza unatendeka hawatashawishika. Kiswahili cha kawaida ama kwa maneno mengine alikuwa anasema wanalo neno la Mungu, wasipoliamini neno la Mungu leo hawatashawishika na yeyote yule. Na zaidi ya ile inaonesha wazi kwamba wale ambao wamekufa hawawezi saidia kwa lolote wale ambao wako hai. Kwa hiyo ndugu yangu, nipende tu nikuambie kwamba huu ulikuwa ni mfano ambao Yesu aliutoa. Kwa maswali yale ya msingi ambayo tulikuuliza na tuliulizana katika somo, tumegundua kwamba mtu anapokufa anazikwa, na huu mfano ambao Yesu aliutoa tu ili watu waelewe nini ambalo linaendelea na nini ambacho wanatakiwa kukifanya wakati wanapokuwa hai. Wakati umekufa hauna njia ya kuokoka ama ya kujiokoa ama ya kuokolewa ama ya kuokoa. Yule mtu ambaye yuko hai hawezi shawishiwa na yule ambaye amekufa. Lakini ni leo unaposikiliza neno hili, unaposikiliza neno la Mungu mahali unaingia kwenye kanisa, unaposoma Biblia, ni Musa na manabii, yaani Agano Jipya na Agano la Kale ndio ambayo itakukonvenke. Lakini wale ambao wamekufa hawako katika kifua cha Ibrahimu. Ibrahimu hana kifua cha kupokea watu. Asante sana mwalimu, umeiweka sawa kabisa. Umesema kwamba kumbe ilikuwa ni mfano. Na nikumbushe ndugu mtazamaji kwamba katika kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 34 Biblia inashuhudia kwamba Yesu alikuwa anafundisha kwa mifano. Anasema,
Yesu aliwaambia makutano mambo haya yote kwa mifano, wala hakusema nao neno lolote bila mfano. Amina. Kawaida yake ilikuwa ni kuzungumza kwa mifano, na anaposema mfano, usiishie tu kwa ile mfano, lakini tafuta maana ya mfano. Alikuwa anapenda kufundisha nini? Na nipende tu kuongeza kwamba walimu ambao wamefanya pedagogy wanakuwa na vitu ambavyo wanavisema ili wapate kufundisha, wanaita maillustration. Unaweza kuillustrate kitu fulani ili uhakikishe somo limefika. Ndio. Kwa hiyo Yesu alitumia mfano huo, lakini hakukuwa na nia ya kufundisha kwamba wafu wanaenda katika kifo cha Ibrahimu, lakini alikuwa anafundisha ni namna gani matajiri wa hapa wasijivune, kwa sababu wanaweza kuwa matajiri hapa na wanaishia motoni. Lakini pia maskini wanaweza kuwa maskini hapa na wanaishia katika uzima wa milele. Ndio. Basi kama unakuwa na swali lingine, ndugu msikilizaji, unaweza kutuandikia mkomantere, lakini pia unaweza kusambaza somo hili kwa wengine kama limekugusa, ili wengine nao wapate kubarikiwa. Mwalimu, asante sana. Amina. Mungu akubariki. Asante. Na Mungu abariki mtazamaji wetu. Amina.